kuhusu mjadala wetu wa siku ya leo. Mariki? Namshukrani sana Joshua Nsare kutoka studioni kuhusiana na swala zima la uhifadhi wa mazingira kwenye kaunti. Nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakaazi hapa kwenye kaunti ya Taita Taveta kuzungumzia tu kuhusiana na swala hili zima la je, ni vipi shughuli hii inaweza kufanywa na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tupate kusikia hali ilivyokuwa. Mji wa Voi nasikitisha, ukiangalia ukizunguka unapata kwamba ni takataka kila mahali. Hapo hiyo tu ni mmoja wapo. Na ukiingia katika vitongoji kule mashambani na kadhalika, nasikitika kusema kwamba mahali ambapo kuna ile inaitwa water catchment, miti imekatwa bila kufikiria. Yaani hawajaangalia tahadhari ya kwamba miti ile inayokatwa ndio inafanya maji yanakuja. So unapata kwamba maji yanaanza kukauka katika mito ambayo imekuwa ikitiririka tangia kitambo. So kitu ni kwamba watu wanapaswa kuhamasishwa sababu gani miti isikatwe. Shida ni kwamba umaskini umefanya watu wakadhirika kwamba mpaka waseme wanauza mti mmoja jamaa anakatwa kwa anapewa tu 2,000 na anafikiria amepata pesa. Na hadi kwamba yule mtu anaenda kuuza ule mti anapata kitu kama 25,000. So mambo mengine ni kwamba ni watu wanakuwa taken advantage. Watu wanatakana wahamasishwe muhimu wa kuwa na kutokata miti na muhimu wa kupanda miti. Kama unakata mti mmoja upande miti 10, 15. Lakini haya yote hata tunaweza kusikika kusema kwamba labda saa nyingine kitu imechangia ni ile hali ya anga. Kwamba mvua haijawahi kunyesha kwa muda, ndipo unaona kwamba sasa watu wakikata miti kunazidi kukauka. Lakini naomba kwamba nchi yetu, ni kaunti yetu kupitia katika ile idara ya mazingira wahamasisha watu juhudi zao za kufanya kuhusika katika mambo ya kufanya nini, kutekeleza usafi wa mazingira pamoja na kupanda miti kila wakati unapokata. Sidhani kama serikali ya kaunti imefanya vya kutosha kwa ajili ya kulinda mazingira, kwa sababu sana mimi ni kwa mfano ninatoka mahali kuna mto wa Voi River umepitia. Hapo unapata kuna a lot of degradation inaendelea, na serikali ya kaunti wameweka mtu wao hapo kando ili kuchukua sesi. Sasa maana yake ni nini? It means wana encourage chenye kinaendelea na hakuna juhudi yote inayofanyika ili wale ambao wanashiriki katika kuharibu mazingira waweze kupatiwa njia mbadala ya kutafuta hata kama ni hela. Mimi naona ni kwamba ile kitu county government wanaweza fanya ni washirikiane na wananchi, wawapatie information, wawasaidie vile wanaweza tumia hasa rasilimali zao zilizo karibu kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha, kuliko kuharibu hiyo mali katika hali ya kutafuta fedha na mwishowe wanaharibu hata kizazi kile kinachokuja. So the best thing ni kwamba walete elimu ya kwa mfano kama mto unaweza saidia katika hali ya kulima, mto unaweza saidia hata hali ya kutengeneza mazingira mazuri na watu hata waje kupumzika huko. Mto unaweza tumiwa hata kupelekea watu maji hata nyumbani na wakuwe very busy katika nyumba zao na katika hizo zinaitwa nini, kitchen gardens, na hata waweze kutengeneza hata na hela. Lakini saa hizo watu wanaenda kutoa mchanga, wanaharibu mto, mwishowe tunakosa maji, mwishowe tunaharibu mazingira, si tunaleta kiangazi, hata mwishowe tutakuwa na jangwa. Na ili jangwa litakuwa limefanywa na nani? Na hao wenye wanatakikana kulinda mazingira. Kwangu mimi naona wananchi wanafaa kuhusishwa ili shughuli la upandaji miti ama ukuzaji wa miti ama masuala ya mazingira kwa ujumla. Ni kwamba community wako na zile vitu ambazo zinaitwa tree seedlings, tree nursery. Kwa hivyo sisi tunahimiza serikali kuu kupitia serikali ya kaunti pia wahakikisha kwamba wamenunua zile tree seedlings kutoka kwa zile groups, ndio wananchi watakuwa wanapata ile morali ya kuhusika kupanda. Sio watu wanaitwa wapande peke yake, pia wapate benefit. Wanasema sisi tukipanda mti tuenda zetu tutapata faida gani? Lakini hawa watu ambao wako na tree nurseries wakiwa empowered, zile tree nurseries, tree seedlings zinunuliwe zote, watapata manufaa, watapata pesa, watajiendeleza na watapata morali ya nini, ya kesho kuamka tena kuanza kutengeneza zile tree seedlings. Ndio maoni yao kuhusiana na swala hili zima. Joash, naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta, kwako studioni. Shukran Julius Mariki. Nicholas Mbai kutoka kaunti ya Machakos pia yuko tayari.